Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Katika siku ya mazingira duniani, taka za plastiki zamulikwa Tanzania. Tokomeza taka za plastiki ni wito wa kujulisha na kukumbusha jamii yote kwa ujumla nafasi na umuhimu na sehemu walionao katika kukomesha taka za plastiki hapa Tanzania. Na leo katika Jifunze Lugha ya Kiswahili tunakuletea maana ya neno kiherehere. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 5 ya mwezi Juni mwaka 2025, siku ya mazingira duniani. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Leo katika mada kwa kina tunaangazia maudhui ya siku ya mazingira duniani, changamoto ya taka za plastiki na jinsi ya kuzidhibiti nchini Tanzania. Lakini kwanza ni muhtasari wa habari, msomaji Asumta Masoi. Asante Flora. Naanzia hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani, ambako leo kumefanyika tukio maalum la kukumbuka na kuenzi watumishi 168 wa Umoja wa Mataifa waliopoteza maisha yao wakitekeleza majukumu yao ya ulinzi wa amani, haki na usaidizi wa kibinadamu. Mishumaa iliwashwa na kisha walitajwa majina yao mmoja baada ya mwingine, akiwemo Juma Ngai Kagose, mlinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania. Wanafamilia walipokea tuzo maalum za kutambua michango yao. Leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya mazingira, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka hatua za dharura kutokomeza janga la uchafuzi kutokana na taka za plastiki, akilitaja kama janga linaloikaba dunia na kutishia afya binadamu, mifumo ya ekolojia na hali ya hewa. Guterres amesema kadri plastiki zinavyovunjika na kuwa vipande vidogo vidogo, zinaingia kila mahali, kuanzia ubongo wa binadamu hadi maziwa ya mama. Natamatishia nchini Tanzania, ambako hii leo kwenye Chuo Kikuu Mzumbe mjini Morogoro kumefanyika kongamano kumulika uhaba wa maji na sera bora zinazoweza kufanikisha upatikanaji wa huduma hiyo. Kongamano liloandaliwa kwa pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP na Muungano wa Ulaya. Dr. Saida Fundi, mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu Mzumbe, anasema vyuo vikuu vina mchango muhimu sana katika kuzalisha wataalamu ambao watachangia kwa namna moja au nyingine katika kutafuta au kuleta solutions au masuluhisho mbalimbali ya kukabiliana na uhaba wa maji na mabadiliko ya tabia nchi kwa ujumla. Hivi vitu vinaenda kwa pamoja. Mwisho wa muhtasari wa habari kwako Flora. Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye basi ni Jifunze Lugha ya Kiswahili. Tunakwenda Baraza la Kiswahili la Zanzibar Bakiza nchini Tanzania kwa mtaalamu wetu Dr. Mwanahija Ali Juma. Salia papo hapo tafadhali. Unafuatilia habari za Umoja wa Mataifa zinakujia kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, lakini pia televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kupata taarifa mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Flora Nducha. Basi tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kama nilivyokujuza, leo ni siku ya mazingira duniani. Mwaka huu ikibeba maudhui tokomeza taka za plastiki. Tunakwenda nchini Tanzania kwenye kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam, kwake afisa habari Nafisa Didi. Anazungumza na Clara Makenya. Huyu ni mkuu wa ofisi ya shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira duniani UNEP nchini humo. Pia ni afisa mawasiliano wa shirika hilo kwa ajili ya Namibia. Leo wanazungumzia changamoto ya taka za plastiki Tanzania na nini kifanyike kuzitokomeza. Kwako Nafisa. Kauli mbiu ya mwaka huu kama tulivyosikia ni tokomeza taka za plastiki. Kauli mbiu hii kwa muktadha wa Tanzania ina maana gani?
Tokomeza taka za plastiki kwa muktadha wa Tanzania ina maana kubwa sana. Maana ya kwanza au muhimu wake ni kuhusiana na ukweli wa kwamba taka za plastiki zimekuwa zikiongeza changamoto kubwa sana kwenye fukwe zetu, changamoto kubwa sana kwenye maeneo ya mazalia ya samaki, lakini pia kwenye maeneo ya miji, yani kwa ujumla wake mazingira yametatizwa au yamevurugwa na taka za plastiki. Kwa hiyo ni changamoto sio ya duniani tu, lakini hata hapa Tanzania tunaona ni changamoto kubwa sana. Hasa kwenye baadhi ya maeneo kwenye fukwe zetu ni kama vile kumegeuzwa kuwa dampo. Na ndio maana hata hii siku ambayo tunaenda kufanya usafi wa bahari tuna target eneo fulani pale hapo karibu na Coco Beach ambako wanaita Mapangoni, ambako kwa kweli ukienda ni kama vile kumebadilishwa, kumekuwa kama dampo. Na ni jamii either ni kukosa uelewa au kukosekana kwa kusimamiwa sheria za usimamizi wa mazingira kuhakikisha kwamba taka za plastiki haziendelei tena. Lakini pia katika hilo umuhimu wake, na hapa niipongeze serikali ya Tanzania, mwaka 2019 serikali iliweza kusitisha au kutoa zuio la matumizi ya mara moja ya plastiki, yani single use of plastic kama ningeweza kutafsiri namna hiyo. Kwa hiyo na yenyewe ni hatua moja, kwa sababu kutokana na hilo zuio kukawa tayari na sheria ndogo za kusimamia. Kwa kazi kubwa hapo ni kusimamia hizo sheria. Kwa hiyo na yenyewe ni inaonyesha umuhimu wa hii dhima ya siku ya mazingira duniani, kwamba tuna maeneo ya kusimamia kama vile kuelimisha jamii, tuna maeneo ya kusimamia kama vile kuhakikisha usimamizi na ukamilishaji au utekelezaji wa sheria kubwa na sheria ndogo za plastiki. Lakini pia huu ni wito. Tokomeza taka za plastiki ni wito wa kujulisha na kukumbusha jamii yote kwa ujumla nafasi na umuhimu na sehemu walionao katika kukomesha taka za plastiki hapa Tanzania. Kwa hiyo kuongeza ubunifu, kuwa na ubunifu na namna tofauti ya matumizi ya vifaa ambavyo vinatumia plastiki ili kupunguza utengenezaji wa hivi vifaa vya plastiki. Lakini pia kubadilisha kwa ujumla wake, yani tabia, mindset, na kuweza kuwa sehemu kubwa sana ya kuinfluence au ya kuelekeza soko liende vipi, na kwa hiyo watengenezaji watengeneze kitu gani kwa namna gani. Kwa hiyo ninaona kuna umuhimu au ni eneo kubwa sana linaloleta au linatoa wito na kuhamasisha jamii kwa ujumla wake kuhusiana na nafasi yake katika kutokomeza taka za plastiki. Umekusikia changamoto mbalimbali zinazotokana na taka za plastiki kwenye maeneo mbalimbali zikiwemo fukwe, kwenye miji, kwenye mbuga za wanyama. Utupatie kidogo mifano ya changamoto hizo ni kama zipi? Kwa kwenye fukwe za bahari ya Hindi, kwenye fukwe za Bagamoyo huko Pangani, Zanzibar, maeneo yote ya hii bahari ya Hindi, ndio nimetaja Pangani, Zanzibar, Bagamoyo. Kwa kweli uchafuzi wa taka za plastiki ni mkubwa hasa kwa viumbe wa baharini kama kasa na samaki kwa ujumla wake, na wanaathiriwa. Nakumbuka kuna siku moja walitoa, nafikiri ilikuwa ni kasa wengi ambao walikuwa wanaonekana wamekufa nje ya pwani. Sikumbuki ni pwani ya eneo gani. Kwa hiyo wanaathiriwa kwa kiasi kikubwa, pamoja na changamoto zingine zote zinazosababisha hawa kasa kufa, lakini mojawapo taka za plastiki ni mojawapo ya changamoto kubwa sana. Lakini eneo lingine ni uzalishaji wa taka, hasa hapa Dar es Salaam, maeneo ya miji mikubwa kama Mwanza, miji yote mikubwa, unakuta taka za plastiki zinatengeneza kama 15% ya taka zote.
Na Didi, tunaambiwa kwamba zaidi ya kwa mfano kwa upande wa Dar es Salaam na hii miji mingine mikubwa, inawezekana hasa Dar es Salaam, inawezekana hata zaidi ya tani 4,000 za taka zinatengenezwa kila siku. Zaidi ya tani 4,000 za taka kila siku. Na ukiambiwa zaidi ya hizo tani 4,000 za taka, 15% ni taka za plastiki. Unaona athari kubwa. Unaona jinsi ambavyo kuna changamoto kubwa. Na nyingi kati ya hizi taka za plastiki, zingine hata hazichakatwi, zingine hazirejelezwi. Kwa bado kuna changamoto kubwa sana kwenye hilo eneo. Lakini kwenye mbuga za wanyama pia, watalii na zile disposable wanazotumia kwenye food packaging, kwenye vinywaji, na hapa inakuja sasa eneo lingine ambalo nafikiri ni la muhimu la kuangalia kama wadau, kuhusiana na kuelimisha industries mbalimbali ikiwemo tourism industry. Kwa hiyo watalii na wadau kwenye mbuga za wanyama wawe na vifaa au wawe na vyombo ambavyo havitasababisha kuongezeka au ongezeko la taka za plastiki kwenye maeneo ya wanyama, kwa sababu pia inaathiri sana wanyama. Wanyama wanakufa kwa sababu ya kula matakataka ya plastiki. Shukrani sana Clara Makenya na Nafisa Didi kwa mahojiano hayo. Umewadia sasa wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar nchini Tanzania BAKIZA, anafafanua maana ya neno kiherehere. Kiherehere ni pupa au papara ya mtu kutaka kupata au kujua jambo. Kwa mfano, mtu amesikia tukio, lakini tukio hilo halijui limeanzia wapi, limeishia wapi. Kwa ile pupa anayokuwa nayo na haraka ile, tunasema kuwa ni kiherehere. Pupa au papara ya mtu kutaka kupata au kujua jambo. Shukrani sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa ufafanuzi huo. Basi nami nakunja jamvi hii leo, lakini tukutane tena Jumanne ijayo kwa jarida lingine la video. Kwa upande wa vipindi vyetu vya redio, kumbuka kesho ni mapumziko ya sikukuu ya Eid el-Hajj hapa Umoja wa Mataifa. Hivyo tutarejea tena siku ya Jumatatu. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari pamoja na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube, Habari za UN, katika ukurasa wetu wa X, rambaza Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN kupitia Play Store na App Store. Basi kufikia hapo, kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuletea jarida hili, naitwa Flora Nducha na kutakia Idi njema, amani na kwaheri kutoka hapa Marekani, Umoja wa Mataifa.